Habari za asubuhi mtazamaji wetu popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umemka salama kabisa asubuhi ya leo. Karibu sana katika Kumekucha, na kama kawaida tunaanza na sehemu ya kwanza ambayo ni udondozi wa magazeti. Mimi ni Farida Mbilinyi. Katika udondozi wa magazeti asubuhi ya leo yuko mwenzangu Victoria Mwakisimba. Victoria, habari za asubuhi? Ni salama kabisa, sipigwa kwa Farida. Niko vizuri kabisa. Kubwa lipi leo kwenye magazeti? Tunazo habari nyingi, lakini ukurasa mbele unapambwa na ushindi aliopata aliyekuwa naibu spika Musa Azan Zungu kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kuachiliwa kwa viongozi wa upinzani kwa dhamana na taarifa zingine nyingi. Karibu sana. Asante. Habari za asubuhi mtazamaji, karibu sana katika udondozi wa magazeti wa Novemba 12, 2025 kutoka hapa ITV. Asubuhi ya leo tunayo magazeti mengi mezani, lakini naanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa mbele. Zungu ahidi bunge la tija kwa taifa. Ni miongoni mwa wanasiasa wachache waliopitia hatua zote kuuza uongozi bungeni kabla ya kushika uspika, na hapa kuna nukuu ya spika mpya Musa Zungu. Anasema, huu si ushindi wangu, ni ushindi wa wote tulio hapa. Hamjanichagua ni waongoze, bali tufanye kazi pamoja. Tuendelee kushikamana kulinda imani tulopewa na wananchi na kuwatumikia kwa moyo wa uzalendo. 378 ni idadi ya kura alizopata kati ya 383 zilizopigwa. Kura 3 ziliharibika huku 2 zikienda kwa wapinzani wake. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa pili gazeti la Nipashe. TLS kuwatetea watuhumiwa wote wa uhaini. Habari ipo ukurasa wa pili gazeti la Nipashe. Mawakili wa Heche waomba muda wa kujibu pingamizi. Habari ipo ukurasa wa 4, na hapa kuna habari picha inaonyesha viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliokuwa wameshikiliwa na jeshi la polisi. Makamu mwenyekiti bara John Heche, naibu katibu mkuu bara Amani Gulogwa, mwenyekiti wa kanda ya Pwani Boniface Jacob na God Bless Lema wakielekea kituo cha polisi kati jijini Dar es Salaam jana kuripoti ili kutimiza masharti ya dhamana. Hii ni habari picha inapatikana ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe. Kiswahili cha weka rekodi chatambuliwa rasmi na UNESCO. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Jamhuri ya pinga Kibatala kugeuka shahidi wa Nifa. Habari ipo ukurasa wa 3. Na LATRA yatoa vibali 55 daladala kuziba pengo mwendo kasi. Habari inapatikana ukurasa wa 5. Gazeti la Uhuru kweli daima ukurasa mbele, spika Zungu asema nitazingatia haki wazi, ni ahadi yake bungeni jijini Dodoma baada ya kushinda kiti cha spika kwa kuwabwaga wagombea 5. Amshukuru Dr. Tulia kwa ushirikiano alompa. Wabunge wateule wajivunia uzoefu wake katika wadhifa huo mpya. Habari ipo ukurasa wa pili. JKCI yazindua kitengo cha kusafisha damu wagonjwa moyo. Habari ipo ukurasa wa 3. Mpanjo wasi watumishi wa umma kulinda afya zao. Habari ipo ukurasa wa 6. Wabunge wapya wasimamia aliyomo dira ya taifa 2025. Habari ipo ukurasa wa 12 na 13. Makamu wa pili wa rais Zanzibar ahimiza ushirikiano. Habari ipo ukurasa wa 5. Huyo ni makamu wa pili wa rais Hamed Suleiman Abdullah akihimiza ushirikiano. CCM Zanzibar yasema hotuba ya Rais Mwinyi imelenga kuendeleza maridhiano. Habari ipo ukurasa wa 10. Gazeti la Uhuru habari leo gwiji la habari Tanzania. Spika Zungu ahidi bunge la wananchi, atasimamia maslahi ya nchi, asema bunge si vita na serikali. Wapinzani wampa ushauri amani awe na msimamo. Habari ipo ukurasa wa 2. Gazeti habari leo viongozi wa dini wahimiza fuara kulinda amani. Ukurasa wa 4 umeeleza bariki urefu. Na 162 kortini da Mwanza mashtaka ya uhaini. Habari ipo ukurasa wa 17 na 20. Tanga yafunga kamera taa kuimarisha usalama. Habari ipo ukurasa wa 16. NFRA yauza mpunga mahindi tani 534. Habari ipo ukurasa wa 4. Mlinzi wa manispaa kwa kujinyonga. Habari ipo ukurasa wa 20. Kiswahili sasa lugha rasmi UNESCO. Habari ipo ukurasa wa ndani gazeti la habari leo. Mwananchi ukurasa mbele, Zungu kuanza na mambo 5, agusia yote anayokwenda kuyatekeleza katika uongozi wake. Wabunge wananchi waeleza matarajio yao. Bunge la 13 kesi za uhaini zikirindima. TLS kuwatetea 644 ni watuhumiwa wa kesi zilizofunguliwa mikoa mbalimbali nchini, yaeleza sababu kujitolea kuwatetea. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4, na hapa kuna habari picha inaonyesha washtakiwa wakiwa nje ya mahakama ya wilaya Nyamagana mkoani Mwanza walipofikishwa kwa ajili ya kusomewa mashtaka kutokana na matukio yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu kati ya Oktoba 29 hadi 31 mwaka huu. Chadema kuja na msimamo yaliyotokea Oktoba 29. Habari kwa ukurasa wa 3 gazeti la Mwananchi. The Guardian ukurasa wa mbele, chuo cha ulinzi cha andaa mkutano wa usalama utalii.
Habari inaendelea kwa urefu zaidi katika huu ukurasa mbele. Spika anakabiliwa na jukumu gumu la kujenga mshikamano baada ya machafuko. Habari inaendelea katika ukurasa wa pili, na hapa kuna habari picha inaonyesha Spika Musa Azan Zungu baada ya kushinda rasmi kiti hicho akiingia bungeni akiwa na vazi la spika. Mfumuko wa bei umeshuka kwa 1.0 kwa mwaka ulioishia Oktoba, lakini pia kuna habari picha ni viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wakiripoti kituo cha polisi kutekeleza masharti ya dhamana hapo jana. Hizo ndizo habari katika gazeti la The Guardian, na hivi ndivyo ambavyo inaonekana. Daily News ukurasa mbele, Zungu avishwa joho la uspika. Habari inaendelea ukurasa wa 3, na wajumbe baraza la wawakilishi Zanzibar waahidi kushirikiana na ajenda za Rais Mwinyi. Habari ipo ukurasa wa 3 gazeti la Daily News. The Citizen, jaribio la kwanza halisi kwa juhudi za Tanzania kusaka amani. Habari ipo ukurasa wa 2, na hapa pembeni kisindikizwa na habari picha viongozi wa Chadema walioachiwa kwa dhamana akiwemo makamu John Heche, Boniai, Amani Gulogwa pamoja na God Bless Lema. Samia amechagua mwendelezo na umoja kupitia walioteuliwa wapya. Habari inaendelea ukurasa wa 3 gazeti hili la The Citizen. Na Zungu abainisha vipaumbele bunge la 13. Habari inaendelea katika ukurasa wa 3 gazeti la The Citizen. Sasa tuangalie yapi yalojili katika kurasa za michezo kunani huko katika mbungi, na hapa naanza na gazeti la Mwananchi. Michezo, mastaa Yanga wampa 5 Concaps. Habari nyingine, nyota 4 kumbadili Sesco. Hizo ndizo habari za michezo katika gazeti la Mwananchi. Habari Leo michezo, Simba ya utaka ubingwa ligi kuu, Swanga kupanda ulingoni Disemba 13 Ujerumani. Hapa kuna habari picha kocha wa timu ya taifa ya wanawake ya futsal Curtis Reid akizungumza na wachezaji wa timu hiyo wakati wa mazoezi yaliyofanyika katika viwanja vya Gymkhana Dar es Salaam juzi kujiandaa na fainali za kombe la dunia zitakazofanyika Ufilipino kuanzia Novemba 21 hadi Desemba 7 mwaka huu. JKT Queens kuivaa ASEC leo. Chino Kid, Tyra Quid watangaza collab. Habari kwa ukurasa wa 21. TVF yatangaza uchaguzi Desemba 21. Habari inaendelea ukurasa wa 23. Na Uhuru michezo, nyota Stars wampa jeuri Gamondi. Na habari nyingine, Simba, Yanga, Azam, Singida, Black Stars tambo kibao. Habari inaendelea ukurasa wa 23. Wadau wa soka wampongeza Zungu. Habari ipo ukurasa wa 23. Mwakinyo kupanda ulingoni. Habari ipo ukurasa wa 23. Sesco apata majanga. Habari ipo ukurasa wa 22. Na JKT Queens kuikabili ASEC. Habari ipo ukurasa wa 23. Gazeti la Uhuru. Nipashe michezo, Yanga yakiri ugumu wa kutetea ubingwa, yasema ligi kuu msimu huu ni ngumu, yaahidi kupambana mwanzo mwisho. Simba yatangaza vita point 15 za mwanzo ligi kuu. Messi asema nitarudi Barcelona. Habari ipo ukurasa wa 21 gazeti la Nipashe. Tukamilisha na gazeti la Mwana Sport ukurasa wa mbele. Mastaa wasema huyu Mreno bala. Na habari nyingine imeandikwa kocha Arusha mzigo Da City. Habari ipo ukurasa wa 7. Na Mayweather Pacman linakuja. Habari nyingine, Simba yapewa mbinu za Waangola. Na kuna ratiba hapa ya CAF leo Jumatano, JKT Queens dhidi ya ASEC Mimosa saa 12 jioni uwanja wa Suez Canal. Na kimataifa pameandikwa habari moja kwa maandishi makubwa kabisa alokolezwa wino wa njano, nondo za Arteta, alafu mwisho kuna alama ya mshangao. Na hivi ndivyo ambavyo gazeti la Mwanasport linaonekana katika kurasa zake zote. Mtazamaji, asante kwa kuchagua ITV asubuhi ya leo. Mwisho wa dondoo za magazeti kwa Farida.
nafasi ya spika, kitendawili kimeteguliwa na hapa wote naamini wanatamani kujua nani atakuwa waziri mkuu mpya. Kitendawili hicho bwana kinateguliwa pale jina litakapopelekwa bungeni. Naam, lakini Farida, jana kuna mgombea spika alinifurahisha. Alisema alimwomba Mheshimiwa Zungu pamoja na wagombea wengine wote wajiondoe lakini bwana akambulia kura moja. Oho, hiyo itakuwa kwake mwenyewe. Kwa kweli, lakini tunamtia moyo safari nyingine agombee tena. Naam. Asante sana Victoria. Asante. Mtazamaji, ni mwenzangu Victoria Mwakisimba akitimisha hivyo dondozo magazeti asubuhi ya leo. Punde tutarejea hapa katika sehemu ya pili.